Bwana Yesu asifiwe, mtu wa Mungu popote ulipo. Ni siku ya Sabato iliyo njema ambayo sote tunahitaji kumshukuru Baba Mungu, kwa maana ni yeye hutulinda, hutuhifadhi na hutupa vyote ambavyo tunavitamani katika jua, chini ya jua. Wakati tuko chini ya jua, naye yuko juu mbinguni, duniani kukiwa miguuni pake. Therefore, tunayo sababu tosha ya kuzidi kumshukuru Baba Mungu kwa uwezo anao tutendea. Watu wa Mungu, ningetamani kuzungumza na wewe mtu wa Mungu popote ulipo. Ninaamini uko hai, uko mzima, despite the challenges, kwa maana matatizo ni sehemu tu ya maisha ambayo Mwenyezi Mungu aliweka ili anapotusaidia tuzidi kumwabudu, tuzidi kumwamini kwa sana, na tuzidi kumuelewa vile anavyotamani sisi kama wanadamu tumjue. Ninajua popote ulipo unalo jambo ambalo linakuumiza moyo, unalo jambo ambalo unalifanyia mawazo, ambalo unalifanyia kazi katika mawazo yako, na hauoni breakthrough katika hilo jambo ambalo unalifanya. Umejaribu njia zote, unaona unafika kikomo. Umepambana kwa akili zako zote, kwa maarifa yako yote, lakini unaona ni kama hauwezi kuafiki hilo jambo ambalo unalishughulikia. Hauwezi kuyafiki matamanio ya moyo wako. Mtu wa Mungu, niko na ujumbe kwako, usikate tamaa. Usikate tamaa. Kunaye mwingine anaweza kuwa hapo alikuwa amemjua Mwenyezi Mungu, ameanza kujenga uhusiano ulio dhabiti na Mwenyezi Mungu, ukafika mahali ukateleza, ukarudia hali zako za kawaida. Niko na ujumbe kwako, usikate tamaa. Try to give yourself a second chance. Jipe nafasi ya pili, ujaribu kumrudia Kristo Yesu, naye ataanza kukutendea jinsi na vile alikuwa anakutendea. Kukata tamaa, kulia machozi, kujikatia tamaa haiwezi kusaidia mtu wa Mungu, bali kuchukua hatua. Kila hatua unayoichukua katika kujaribu kutengeneza, trying to amend wherever you made a mistake, realizing that this is what I'm doing, what I'm doing currently is not conforming, is not in line with what I'm supposed to be doing. Haienendi katika njia ambazo nilikuwa ninazienenda pale ambapo nilikuwa na uhusiano na Mwenyezi Mungu. It's a very big step, very crucial step. Ukitambua makosa yako, hiyo ni hatua iliyo safi mbele ya Mwenyezi Mungu. Ukishatambua makosa yako, jipe fursa ya pili kujaribu, useme kwamba nitaweza ama ninaweza. Kwa maana hakuna aliyefaulu katika maisha pasipo kufeli. Ni lazima ufeli ndiposa ujifunze. Waliojifunza wote kuna wakati walifeli, kuna wakati walikuwa hawawezi, kuna wakati walikuwa hawawezi kufanikisha hilo jambo wanalolifanya vizuri. It is like practice. When you practice something, definitely you'll make it perfect the next time. Therefore, mtu wa Mungu, usikate tamaa useme niliteleza, nilishindwa, niliona siwezi. Unaweza kujipa fursa ya pili, second round, na ukajaribu, na Mungu akakushika mkono na ukaweza. Mtu wa Mungu, therefore leo niko na ujumbe kwako. Usije ukakata tamaa katika njia zako zile ambazo unazitafuta. Uko hapo, ulikuwa mtumishi wa Mungu, ukatoka katika neno la Mungu, ukaacha njia za Mwenyezi Mungu, ukarudia zile hali zako za kawaida za hapo awali ambazo hazikuwa zinamfurahisha Mungu. You can give yourself a second chance. Unaweza jipa fursa ya pili kujaribu. Inaanza kwa kukiri. Ukikiri kwamba ni kweli nilikosea, ni kweli nafsi yangu kwa ndani inalia kwamba nimemkosea Mwenyezi Mungu,
ninatamani kurejesha uhusiano wangu na Mungu. Mungu ataweza kusaidia mtu wa Mungu. Jipe fursa ya pili, kisha ujifunge mkanda na uanze kujaribu tena. Utaweza. Kwa yule ambaye umekata tamaa kwa sababu ya hali ya maisha, unaona umeokoka lakini hauoni maisha yako yakibadilika, jipe fursa ya pili na usikate tamaa kwa namna yote, mtu wa Mungu. Umejaribu maombi, unaona ni kama haitendi, ni kama Mungu ameziba masikio kwa ajili ya tamanio lako. Usihisi vile, mtu wa Mungu, unaweza kujaribu tena. Jaribu kuomba, zidi kumuomba Mwenyezi Mungu. Jaribu sasa kufunga. Jaribu kufunga na kuomba. Jaribu kukesha ukiomba. Tafuta popote ambapo anakesha, ukeshe ukiomba, ufunge ukiomba. Na tamanio la moyo wako Mwenyezi Mungu ataweza kulijibu. Ila usije ukakata tamaa. Usije ukaona ni kama Mwenyezi Mungu hakuoni. Tatizo lako hilo ni tatizo dogo. Mungu ameweza kusaidia watu wake matatizo yaliyo makubwa zaidi ya hilo lako. Mungu amewabeba watu wengine akawafikisha sehemu nyingine ambazo wenyewe wakijitazama hawaamini kama waliweza kufika hizo sehemu. Ni kwa sababu Mwenyezi Mungu huwa hamuachi mjake. So long as unaamini Kristo, unaomba na unaamini, imani yako umeweka kwake, wala hauwazi kutegemea chochote cha duniani, Mungu anaweza kutendea usiyotarajia. Mungu anaweza kupitisha bahali usipodhani kwamba ulikuwa udhani utaweza kupita hapo. Therefore, mtu wa Mungu unayetazama video hii, tafadhali jitwike imani. Tafadhali zidi kumwamini Kristo. Jinsi ulivyomwamini Kristo jana, zidi na leo zaidi, ongeze imani yako zaidi kwake, kwamba kupitia kwake ataweza kusaidia. Amini, mtu wa Mungu. Ubarikiwe. Happy Sunday. Shalom.